Shukrani mtazamaji na kuendelea kuitegea KBC Channel 1. Karibu kwenye Kuzacha, sehemu ikiwa ni mambo bayana, ambapo mtazamaji hii leo kama kawaida tunajadili masuala tofauti ama mada tofauti ambayo waathiri jamii kwa njia moja au nyingine. Na mtazamaji, hii leo kwenye sehemu ya mambo bayana tunazungumzia swala la hamasisho dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya vyuoni. Karibu, jina langu ni Nancy Onyanja, na mtazamaji kama kawaida leo kwenye studio tuko na wageni ambao watakuwa na tusaidia kuchanganua mada hii kuhusiana na matumizi ya madawa ya kulevya vyuoni. Kumbuka mtazamaji kuwa takwimu hivi majuzi zimeonyesha kuwa wanafunzi wengi wanajihusisha katika masuala ama tabia za uraibu wa dawa za kulevya, na hivyo kupelekea wengi kutatizika kimasomo, na hata wakati ambapo wanamaliza vyuo utapata wengi kuwa hata hawapati hiyo nafasi ya kuweza kumaliza masomo yao kwenye vyuo vikuu ama taasisi za masomo ya juu kutokana na uraibu wa dawa za kulevya. Na mtazamaji, hii leo kwenye studio niko na wataalam kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi, na nianze naye Rose Marete ambaye ni kaimu mkurugenzi wa michezo katika Chuo cha Nairobi. Karibu kwenye studio. Asante sana Nancy, nakaribisha hapa asubuhi, tunashukuru kwa hapa ndio tuweze kuongea mambo ya dawa za uraibu. Karibu na hapa karibu nami niko naye Johnson Kinyo ambaye ni msimamizi wa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Nairobi. Karibu sana. Asante Nancy Onyanja kwa nafasi ya kuja kujiunga nasi kuongelea mambo ya madawa ya kulevya katika vyuo vikuu. Asante sana. Na labda nianze na wewe Rose. Naona nafasi yako kuwa ni kaimu mkurugenzi wa michezo katika Chuo cha Nairobi. Nafasi yako unafanya kazi kwa mtazamaji tu kumuelezea. Nafasi yako inahusu kujihusisha kivipi katika chuo kikuu na haswa michezo? Nafasi yangu kwa chuo kikuu ni mambo ya michezo wanafunzi, just to make sure that the students they are well engaged in sports. Every other day they will have an activity to do. Ndio tuweze sasa kuengage wanafunzi ndio wasiwe na ile wakati hawana kitu ya kufanya, sababu mind of mind is a devil's workshop. So we engage them to make sure tuna programs nzuri za sports zile wanaweza fanya. Tuna make sure wale wako na talanta we engage them ndio waweze hata kutumia talanta kuingia kwa michezo tena kwa national teams, international teams, that they can also create an income. Saa zingine kwa sababu watoto na ziingiza kwa dawa kwa hizi drugs ni sababu hawana labda kitu ya kufanya, wako idle. Sasa zingine labda hawana hata this poverty also in the country, so unaona mtu ukiingia kwa mchezo and you make good money, you actually it helps you to grow, to kind of build yourself and become an important person in the society, and we celebrate you because you're really a big person. So we engage students, we make sure that we engage them, we give them the programs, we make sure they have what they need to participate in sports, and we mentor them and we ensure that they have a sense of belonging and they are celebrated by others so that they can build their self-confidence, self-esteem, because those are the reasons that make young people or the student get engaged in drugs. Na nikuje kwako Johnson. Yes. Takwimu zimekuwa zikionyesha kuwa wanafunzi wengi wanajihusisha na uraibu wa madawa za kulevya. Yes. Wewe kama msimamizi wa wanafunzi unakubaliana kuwa idadi ya wanafunzi kwa miaka ambayo imepita na imekuwa ikiongezeka wale ambao wanajihusisha na uraibu wa madawa ya kulevya? Hapo ni kweli kabisa. Ukiangalia na kada report ile imetokea mwezi jana, inaonyesha kwamba idadi ya wanafunzi wale wanatumia madawa ya kulevya imeenda juu kabisa. Na kama sisi taasisi ya Chuo Kikuu cha Nairobi tumeichukua hiyo ripoti kwa ile seriousness inatakana to ensure kuhakikisha kwamba hiyo statistic imeenda chini, na tumeshirikiana na idara yetu ya security, idara yetu ya halls mahali wanafunzi wanaishi, idara yetu ya sports mahali Rose Marete yuko, na departments zingine zote katika chuo, ya kwamba we do what we call a corrective responsibility, ya kwamba tumepunguza hiyo idadi au tumalize kabisa. We make University of Nairobi a drug-free institution. Na nikuje kwako Rose. Wakati hapo wanafunzi wanajiunga mwaka ule wa kwanza, nyinyi kama chuo mnahakikisha kuwa mmewahamasisha kivipi
kuhakikisha kuwa wameingia katika michezo. Sababu nakumbuka mimi nilipoingia katika chuo kikuu, hakuna mtu ambaye alikuja akaniambia unaweza fanya hii, unaweza fanya hii. Tuliingia tu tukafanywa ile orientation ya kawaida ya masomo, lakini upande wa michezo hatukuzungumziwa kwa kina. Kwa tunaweza jihusisha na hizi core curricula angalau tuweze kujikeep busy pale chuoni. Thank you so much, Nancy. We are very intentional. Wanafunzi wakiingia kwa first year tunakuanga na desk pale kama desk zote za masomo, tukiwaambia hapa tuko na michezo yote. Tuna University Nairobi, unaweza ingia rugby, unaweza ingia basketball, unaweza ingia even the indoor games, unaweza kuingia kwa kiwanja tu just for recreation. Kuna nafasi ya kila mtu, sababu University Nairobi we are endowed with sports facilities. Kila pahali, campus zote tuko na swimming pool, kila pahali tuko na viwanja ya football, tuko na kila kitu. Kwa hivyo tunaambia wanafunzi first year ni wakati mzuri kuingia kwa michezo first year, ndio hata waweze kupata a family, because in sport is what will have what you call a sense of belonging. Na inasaidia sana hata character development, hata kubuild confidence yako. Na unajua hata ukiingia kwa michezo unaweza jua hata fodhia, anaweza shika wewe mkono atembee na wewe, amente wewe. So we make sure that is a desk where we engage the student, we tell them what we offer in the university and they are well informed, and we encourage them. And we are so intentional about the first year. Akiingia kwa sport tunamshika mkono na tunajaribu kunurture your talent na kudevelop, na wengine wamefanya vizuri sana first year hata wanaweza kuingia national teams. Na wakati wapo katika zile timu, kwa sababu umetaja hapa walikuwa mnatumia michezo kuweza kupambana na swala la uraibu. Muna incorporate mambo magani pale katika michezo kuhakikisha kuwa pia wanapoendelea kujifunza michezo wameweza kufahamishwa kuhusu masuala ya uraibu? Tuna make sure that, for example, the older students who are very disciplined and good, wameshika first year, we kind of pair them. Tuambia sasa wewe ndio utamenta huyo first year, ndio utatembea na yeye, ndio utamonyesha mienendo pale ataishi university. Pia tuko na alumni wamependa kurudi just to watoto wetu, nasema sisi tulipitia hapa, tulicheza michezo na fadi tumefika vile tulipewa nafasi na university. So alumni pia wamekuja na keti na wanafunzi, wanaambia hii dangers, mambo ya drugs mazuri. Kama tungeingia hiyo mambo tungemaliza shule. Wanawasaidia pia wengine, hata wanaita kwa ofisi zao, wanaonyesha vile wameendelea. They inspire them, they encourage them. So wanafunzi wanaona kweli nitacheza rugby, nitacheza basketball, nitakuwa hapo Dynabit Premier hapo, Tailorsist niko Premier, ama Amin Machine niko hapo, lakini first nishawe nitakuwa mtu mkubwa kwa nchi. Sababu really sports help you improve your performance, your personality, they build your confidence, they just make you just be celebrated by the one to know if you celebrate a young person, that's a big thing for them. Ni ukweli. Ni kuja kwako Johnson, kumekuwa na visa vingi vya kusema kuwa madawa ya kulevya huwa yanauzwa sana sana katika maeneo ya malazi, zile halls. Kwa hivyo umetaja hapo walikuwa mnafanya kazi pamoja na security. Na tunajua kuwa idadi ya wanafunzi huwa ni kubwa katika hizi halls, na pia wanafunzi wana ujanja tu zao. Nyinyi mnahakikisha kuwa security imewekwa kivipi katika maeneo ya malazi, hizi halls za residence? Asante sana Nancy kwa nafasi nyingine. Na nataka kusema security yetu iko very tight, na wako katika kila eneo la hostel. Unajua tuko na macampuses wengi kama 10, Kikuyu, Kabete, KNH, Kenya Science, zote. Tuko na campus security chief na wanafanya na security wengine ya kuhakikisha kwamba mtu yeyote anaingia kwa hall, and especially the stranger, wale wanakujanga na magari na pikipiki, inakaguliwa vilivyo kuhakikisha kwamba hakuna kitu inaingia. But kama vile ulivyosema, wanafunzi wetu bado wako na ujanja. Wanaweza sneak here and there. But we do what we call spot check, regular spot check. Ile inaitangwa unakubania mtu ambayo hujui kama inaitwa msako. Msako. So ambaye tunafanyanga ghafla bila kutarajia ya kwamba it can be 10 p.m, it can be 12 midnight. Na tumeshika cases kadhaa na tumewapeleka hapa police cell. Polisi wanachukua jukumu zao, wengine wanawekwa ndani, wanafunguliwa hukumu kulingana na sheria ya nchi. So sisi tunashirikiana na Central Police za good neighbor, like the way KBC wako neighbor mzuri. So hiyo corrective shared responsibility, because hao wote ni watoto wetu.
polisi huyo anamshika, pengine ako na mtoto hapa. Nancy Onyanja hapa ako na brother yake. Mimi niko na mtoto hapo. So si jukumu ya University of Nairobi peke yake, ni jukumu ya kila mtu. Kwa hivyo wakisikia vizanga kama hizo zimefanyika, wote wanakuja na tunashirikiana. Na wewe katika miaka yako ambayo umefanya katika chuo kikuu cha Nairobi, waweza kusema kuwa hawa wanafunzi ambao hata wakati mwingine mnawapata na hizi dawa za kulevya, huwa wanatoa hizi dawa wapi? Well, hiyo ni swali ngumu, lakini nitajaribu because sitaki kutaja mtu, sitaki kutaja na mbinu. Wanazipataje? Inaweza kuwa wanazipataje hizi dawa? Kuna watu machuguri wanashirikiana na hizi. So pengine zinatoka pande ya Western, zingine zinatoka pande ya Mandera. Zote zinakuja Nairobi. Nasikianga tu mimi siwa hiyo, kuna wholesalers, kuna retailers, brokers, peddlers. So hiyo yote inakuanga chain kubwa sana. Na inataka mikakati mikali sana to break hiyo chain, na nimeona serikali kuu iko na jukumu, because ukiona juzi Gara walifanya mambo wakadismantle vitu mingi. Umeona Elementaita juzi wameshika bangi gunia 12, magari mingi. So serikali hairari ina dismantle, because the moment you dismantle from the source, haitafikia watoto wetu hapa katika chuo kikuu. Naam. Nikuja kwako Rose. Labda nyinyi kama watu ambao mnajihusisha na sport katika chuo kikuu na mna zile teams, sijui kama inaruhusiwa na serikali ama sheria za chuo kikuu kwa wakati mwingine mnaweza kuwa mnawafanyia ile testing kama vile huwa tunaona wakiwafanyia wale wana sport ambao ni professional. So chuo inaruhusu ama serikali inaruhusu nyinyi kuwafanyia wanafunzi testing? Well, hii inakuanga random, wanaingia tu kwa kiwanja kama watoto wanacheza, unafanya test. In fact, it's called anti-doping. They don't even ask for permission ukiingia university. Wanaingia tu kwa sababu kwa katika university kuna watoto wengine wamefaulu hata unakimbilia in the national teams. Sasa utawapata popote kwa sababu nataka kujua how did they achieve that achievement. So you don't inform them when you're coming. Wanaingia tu na tunawapea loose sababu that's government and we also government. And again, it's their duty to ensure that wenyewe wamewasaidia, they have educated them against the use of drugs to, to improve their performance. So they train them, they mentor them, they counsel them. So we do allow, and we sometimes even we partner with them intentionally, just to ensure that pia wanafunzi wetu vile the way we're working with them wako sawa. So we encourage them, and they also make random. So it's encouraging. Na wewe kwa muda ule ambao umekuwa katika nafasi hii, kumetokea visa vya kupata wanafunzi ambao labda wanatumia zile doping kama wachezaji? Sasa zingine is ignorance. They can, for example, there are drugs that they don't know they're not supposed to be when you are active in sports. So that they're trained, or the other ones they are wanasaidiwa na wanaweza kujua, because some of them assuming that you're participating nowadays in Rwanda athletics. You're trained, tia VD, umeamka hiyo asubuhi kukimbia, and it takes a lot for you to find yourself in those big events or championship. Na labda ndawo umepewa hospitali hata wajui inaweza changia. So they help them, they educate them, and they understand. But ideally, all watoto wako kwa michezo, they are disciplined. Let me say that, because one of the things about sports is unafanya uwe na nidhamu, uwe na good discipline. Because kuna time, most of the time in the field, try training. Hauna wakati ya kuwa kulegea ama kuwa idle. Just to encourage the young people and the whole community that let's engage the young people. Let's make it, our responsibility to see that whenever there's a space, there's a ground anywhere, tafuta mpira tununulie watoto tu wape. The data ball. Even pahali kuna nafasi, don't grab it. Let's let it be a playground for children. As we grew up, remember we were so engaged. We were really engaged na mambo ya mchezo. Hata kama ni ile kati tulikuwa tunacheza, ile tulikuwa tuna slide, because inasaidia tena it helps makes you be happy. When you engage in sports, you're just a happy person. The euphoria kwa michezo, umescore kama ukiscore go na celebrate mwenyewe. So saa zingine when for example they may even be using a drug out of maybe ignorance, they don't know, maybe just for the sake of doing it, or maybe they are unwell, and maybe it's not allowed there.
Na nikuje kwako Bwana Johnson, ulikuwa umetaja kuwa serikali inawasaidia katika vita kupambana na mihadarati. Ni kivipi ambapo serikali imeweza kusaidia haswa chuo kikuu cha Nairobi? Asante sana. Saa ile tuligundua ya kwamba hii mihadarati imetumika sana kwa wanafunzi. We engage what we call multi-government agency. Tunaita NACADA, tunaita NIS, tunaita anti-crime center, police, kila kitu, kila mtu. Tukafunga chuo kikuu ghafla. Unajua kila mtu anaambiwa atoke na unatoka na ile kabagi yako kadogo. So unaacha mali yako na ujui shule itafunguliwa lini. So mwezi mzima tunaenda room by room tukikagua. Na vile vitu tulipata ni za ajabu. Ni za ajabu. Kupitia whatever. Tunajua room fulani ni nani anakaa. So tuna record room fulani tulipata hii, tukapata hii, tukapata hii na tukaweka kama sample na tunafunga, tunaweka. Alafu saa ile tunafanya hiyo msako yote shule mzima. Tunawaita moja kwa moja. Wewe ndiye mkaaji wa room fulani, hostel fulani. Hii mali ni ya nani? Of course hawezi deny yake. So tuliwafungulia mashtaka na tukafukuza wanafunzi 372. Ulikuwa mwaka upi? Mwaka wa 2016. Na saa ile tulifanya hiyo msako na serikali. Drug ilipungua because that time ilikuwa around 52%. Ikapungua mpaka 8%. But kuanzia wakati wa corona sijui vitu vilifanya nini. Hiyo graph pia ikaanza kuchut. Sasa tuko 56. Ni juu sana. Ni juu ndio nakwambia hii ni janga. Na tukikosa kupambana nayo itaharibu wanafunzi wengi sana. Kimasomo, kiafya, kiakili, kikazi. Na ndio tumechukua kama hii jukumu inaitwa national emergency. Na ndio umesikia waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, waziri juzi katika Bomas akisema hii itakuwa janga ambayo kila sehemu ya serikali, kila idara itahusika kupambana na hii mihadarati. Na kwa maoni yako, wanafunzi ambao hupatikana na mihadarati ni wale ambao ni third years, fourth year ama ni wale wageni? Kitambo 2016 to 2020 ilikuwa third, fourth. But hii trend imechange because wale wote tumeshika ni first year na second year. Surprisingly 80%. Lakini sijui kama ni vile hawajui kujifisha au ni nini, but wale wengi 8 out of 10 ni first and second. We parade them here and you ask which class are you, which class you find first year, second. Na tukiwachunguza zaidi unasikia si kuanza katika chuo. Nilianza nikiwa form 1, nikiwa form 2 high school. That is the surprising part of it. And wale tulichika 6 waliripoti chuo mwezi wa Septemba. Wiki ya pili tunawakuta na hizo mihadarati. Kabla even waseto kwa hostel, bado already wako nazo. Hiyo ni janga kubwa sana. Kabisa. Na mtazamaji, unaendelea kutazama Kuzacha ikiwa sehemu ni mambo bayana, ambapo hii leo tulikuwa tunazungumzia hamasisho ya matumizi ya dawa za kulevya vioni kutokana na takwimu ambazo zimekuwa zikitolewa na mashirika tofauti kuonesha kuwa wanafunzi katika vyuo vikuu wamejizoesha ama wana uraibu sana wa dawa za kulevya, na kama alivyotaja Johnson na Rose ni kwamba ni janga kubwa ambalo hata sasa serikali imeanza kutoa hamasisho kuwa tupambane nalo ili kuhakikisha kuwa wanafunzi ama idadi ya uraibu katika vyuo vikuu imeweza kuteremka ili wanafunzi waweze kuendelea na masomo yao na kufanya vizuri katika vyuo vikuu. Mtazamaji, tunakwenda mapumzikoni, usiende mbali, tutarejea hapa kwenye sehemu ya mambo bayano. Unaendelea kutazama Kuzacha. Karibu tena mtazamaji, na shukrani kwa kuendelea kutazama KBC Channel 1.
kipindi kiwa ni Kuzacha, sehemu ni Mambo Bayana, ambapo leo tunazungumzia swala la urahibu wa mihadarati ama hamasisho kuhusiana na matumizi ya dawa za kulevya vyuoni. Na kama tulivyokuarifu hapo awali, kama ndio unaungana nasi kwa sasa kwenye studio, tuko naye Rose Marete ambaye ni kaimu mkurugenzi wa michezo katika Chuo Kikuu cha Nairobi, na pia tuko naye Johnson Kinyo ambaye ni msimamizi wa wanafunzi katika Chuo Kikuu cha Nairobi. Wako hapa kuweza kuzungumzia swala hili zima ili kuweza kutupa pia mawaidha ama kutupa mipango ambayo chuo kikuu kiko nacho kuhakikisha kuwa kimepunguza idadi ya wanafunzi ambao wanatumia mihadarati katika chuo hicho. Na nikuje kwako Rose Marete, wazazi wa wanafunzi katika vyuo vikuu wanawasaidia kivipi katika kupambana na swala hili la mihadarati, ama nyinyi kama chuo mnawahusisha vipi wazazi? Thank you, Nancy. What we do in case tukipata mwanafunzi helter, we call the parents. We inform the parents. There is the days you think that the child is big enough, you don't need to be engaged. It's important to work with the child, the student, and the parents. So we call the parents to explain to them this is what is happening, and we ask the parents if it's possible. We work together, the three of us, the university, the parents, and the students, because you realize sometimes they even when you ask them to go home with their wakifukuzwa shule, wengine waendange nyumbani, wanaenda kwa mitaa kulandaranda, they even once the situation becomes worse. So it's very important to engage the parents, and we were really working with the parents. So the parents wanajua wako na jukumu ya kuambia watoto wao dawa za kulevya ni mbaya, na even the dangers of so we work collectively together. Na yes. Do you get mnapata ile resistance? Kwa sababu wakati mwingi wazazi wakishaona kuwa mtoto wangu ashafika chuo kikuu ni mtu mkubwa, na unapata kuwa kuna wanafunzi pia wakiwa chuo kikuu wanajiona kuwa washakuwa pia watu wakubwa. Kwa hivyo kuna ile resistance. Kwa hivyo hapo mnawasaidia vipi wazazi? Well, I think this the most critical thing is to make the parents understand your child will always be your child. Doesn't matter the age. And today's generation is not, watoto wanakuja shule wakiwa ndogo sana. Wengine wakata 17 na hata kitambulisho. Na pia kuna ile heshima ya mzazi. Just to give an example, kuna wakati kijana mmoja alipatikana na bangi, na wakati babake alikuja, of course babake ni ile kumpiga kofi sababu sasa you're letting me down. Na mamake naye kama mama ni kulia tu. Na wakati kijana mwenyewe akipeana testimony alisema wakati niona mamangu alilia, nisema hiki kitu sitairudia tena. Iliguza na ikanibadilisha. So it's also very important to engage the parents, because they also have that respect. Unajua mzazi ni mzazi, the parents are parents. Yeah, it's important, yeah. Sasa nikuje kwako Johnson, wewe kama msimamizi wa wanafunzi, kwa maoni yako, wanafunzi wa kike ama wa kiume ndio ni wagani ambao hujihusisha sana katika swala la kutumia mihadarati kwenye chuo kikuu? Of course wanaume wako wengi, lakini idadi ya wasichana inaongezeka kwa kasi sana kuliko ya wanaume. Juu sijui imetokelezea wapi wakaona ya kwamba mihadarati inasaidia au inachemsha bongo sijui nini. So unaona ya kwamba wanaume bado ni wengi, ni 60%, but wasichana ni 40%, but hiyo idadi kuongezeka inaongezeka kwa kasi sana, kwa haraka sana. Na ni mihadarati ya aina gani? Na tutumie tu kwa mfano Chuo Kikuu cha Nairobi. Ni mihadarati ya aina gani ambayo hupatikana kwa sana wakati ambapo mnawashika, ama wakati ambapo nyinyi mnapata ile information kuwa wanatumia mihadarati? Ni mihadarati ya aina gani ambayo hutumika sana katika Chuo Kikuu cha Nairobi? Sana sana ni bangi, kuna pombe, na hizi pombe si zile pombe za kawaida. Zingine ambayo sielewi, na zingine zinaitwa chicha, sijui zingine zinakaa sigareti, zingine nasikia hata cocaine, zingine zinapimwa kama powder. Za aina cocktail aina mingi sana. Na maybe we need to open a museum to showcase the kind of the problems we have. In a grass somewhere, you say this one, we discovered this, this discovered this, so that people understand actually what is happening within our environment. Because we cannot bury our heads in the sand tuseme kila kitu iko bayana, iko sawa, na tuko sawa, tuko chonjo. Hatuko chonjo. Na tuki compare Chuo Kikuu cha Nairobi, kwa miaka mingi tumekuwa tukisikia kuwa idadi kubwa ya wanafunzi ambao hutumia mihadarati wapo kwenye Chuo Kikuu cha Nairobi. Waweza kusema kuwa labda ni kwa sababu ya mahali ambapo location ya Chuo Kikuu cha Nairobi
kipo, ndio inapelekea wanafunzi wengi kujihusisha kwenye mihadarati. Sababu mwenye mko katikati mwa jiji. Hapo ni kweli kabisa. Ukiangalia sisi, we normally say we are integrated with the city and we have what we call porous borders. Mtu anaweza tokea kutoka kote, hatuna ile perimeter fence ya kusema tumewazingira na tunaweza ona adui yetu akitoka point A point B. Hatuna. Unaweza tokelezea na wao pia wana integrate na society. So we are in the middle, so that location makes us vulnerable for anyone who wants to penetrate at night and during the day, compared to other universities outside the city, because you can tell the security, we have all the perimeter border, gate, yule anakuja na anatoka, unaweza angalia na CCTV camera na that. Hapa ni mambo ni tofauti. Na kwa hivyo nyinyi kama chuo kikuu cha Nairobi, wakati ambapo mnaweka hii mikakati ya kupambana na dawa za kulevya, huwa kwa sababu mko na zile campuses ambazo ni mingi, ule usalama ambao mmeweka katika main campus ndio mnafanya katika zile campus? Yes, kila campus zote zetu 10 na zingine iko Mombasa na Kisumu, sote mikakati ni sawa, because kuna ule director chief overseer, na kila campus kuna campus chief, na campus chief kuna wa security wengine, wale wanaenda hall by hall situation. So huyo campus chief gets all the intelligence and then feed to the to the overall university director. And if the case cannot be contained by the university security system, we escalate it to the national security agencies, and they are able to come and do necessary. And that's what we do on a daily basis. Naam. Na sijui kama unaruhusiwa kusema hii kwenye televisheni. Katika hizi campuses zenu, ni campus gani ambayo ina uraibu kwa kiwango cha juu? Your guess is as good as mine. You can guess, and your guess is as good as mine. Wale ambao wako karibu sana na city. Na city. Ni kuja kwako Rose. Swala la wakati ambapo mnawa initiate wale wanafunzi, ama wakati ambapo mnafanya uchunguzi wenu kuhakikisha kujua ni wanafunzi wa gani ambao wanatumia mihadarati, wewe kwa maoni yako kama mfanyikazi katika chuo kikuu, waweza kusema kwa wanafunzi ambao wanachukua taasisi gani ama taaluma gani ndio wanapatikana sana wanatumia mihadarati? Well, maybe I can speak from the side of sports. You find that apparently the students who are doing the majors, the very difficult subjects, because the stress level is very high. My engineer na madaktari. Yes, about the stress level. And that's the reason why University of Nairobi are very intentional in ensuring that those particular, all of the students, we really engage them in sports. And we make sure that we have enough indoor facilities. And of course, we are even trying to make sure that everybody is engaged, because the stress level is very high. So we need a way of vetting that stress. So now wanafanya freshers wakiingia shule before they understand themselves, they can easily be confused. Or those who are doing the majors, the hard subjects, the stress level is very high, and they are always in the library wanasoma hiyo hesabu ni ngumu, natafuta tu namna ya kuzisaidia. So when you engage them in sports, what you do, they kick that stress out of them, and they say they have a way of just releasing stress. So the most critical thing, and what the university is doing, is just to ensure that as much as possible we increase the sporting activities. We have more than 20 disciplines where the students are engaging, and we make sure that as much as possible, whatever space we have, you provide them with an equipment so that they can, even if it's a Scrabble, in the chessboard, anything, just to make sure that they're engaging their mind, and that stress levels they're trying to manage them, so that we don't end up with issues of mental illness, because definitely the stress levels are very high because of the majors, because of the exams, because of reading. You can actually end up with mental illness. So we really engage them as much as possible, and we are very intentional. And those who excel, give them opportunity to actually use the talents even to earn an income, because you also realize, you look at the funding model, it's not been very interesting for the students. And so some of them may find that they don't have, they don't have money, but in sports, they can easily get something out of sports. Even those who excel, actually, they can actually earn an income. We realize that the most wealthy people in Kenya today and the world, they are sports people. So we try to really nurture talents, and we try to encourage them, to position them, and to support them to the highest level that they can go. Na nikuja kwa Johnson. Rosa ametaja swala la
hiyo university funding model na huenda itaathiri sana wanafunzi wengi hasa wa kifedha na unapata kuwa pale kwenye wanafunzi kuna wale ambao ni peddlers pia ambao wanauza hizi dawa za kulevya. Waweza kusema kwa mfumo huu wa kuwasomesha wanafunzi ama kuwasaidia katika karo utaweza kuchangia pia kulemaza shughuli za kupambana na dawa za kulevya kwa sababu ya ukosefu wa pesa? Wacha nisizungumze mambo ya mfumo, nisungumuze ukosefu wa pesa. Ukosefu wa pesa, I don't know the correlation between poverty and drugs. I don't know. I have not done the research we're about to do, but it's there. But it's there. Hata unasikia maneno ingine imechibuka inaitwa kuinama. Ile kukosa chakula katika, so unainama siku ya kwanza, siku ya pili. Sasa sijui hiyo namna ya kukosa kama itawasukuma kwa madawa ya kulevya, but hiyo changamoto iko kubwa sana. So whether mfumo ile ya kitabo au mpya, kuna hiyo ukosefu wa pesa generally. Na inasukuma wanafunzi wetu wafanye mambo ambayo huwezi tarajia inaweza fanyika. Wasichana na wavulana sawa wanajihusisha na mambo ingine ambayo inawasukuma kufanya juu ya hiyo desperation. Asante sana. Mtazamaji, bila shaka umekuwa ukitazama Mambo Bayana ambapo tulikuwa tunazungumzia swala la hamasisho kuhusiana na matumizi ya dawa za kulevya katika vyuo vikuu, na kwenye studio tulikuwa na Rose Marete na Johnson Kinyua ni kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi. Shukran sana kwa kuweza kuchangia mada hii yetu ya leo, na mtazamaji, bila shaka tutaendelea katika vipindi vingine siku zingine kuweza kuhakikisha kuwa tumewahamasisha wanafunzi waweze kujihusisha na michezo kama njia moja ya kupambana na mihadarati. Moja kwa moja mtazamaji, nafahamishwa kwa muda usio mrefu tutakuwa tunajiunga na wenzetu kutoka kaunti ya Mombasa kwenye mahojiano. Usiende mbali, unaendelea kutazama Kuzacha.